Kwa hiyo nimekuja na baraka zote za Mungu na baraka zote za mchungaji wangu Joshua. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninatambua uwepo wa wasomi waliosoma chuo kikuu hapa. Ninatambua uwepo wa watu wenye ngazi kubwa serikalini, ni watu wafanyabiashara wakubwa. Ninatambua uwepo wa wanafunzi, ninatambua uwepo wa kila mtu uko hapa. Lakini nipe dakika chache katika hili mstari mmoja tushiriki maneno ya Mungu. Amen. Asanteni waimbaji, mmeimba, watoto wameimba vizuri, wamegusa kidogo ujumbe wangu, na wamama wimbo wa pili wamegusa kidogo ujumbe wangu. Lakini twende kwenye ujumbe kamili. Mambo yote yaliyofanyika hapa yamenibariki sana. Tulifika hapa asubuhi, tukaanza na maombi. Mimi napenda maombi. Tumeomba kwa muda wa kutosha na tumeendelea. Mungu akubariki kiongozi wa ibada, na Mungu ambariki kila mmoja aliyefika kwenye ibada ya leo. Ujumbe wa leo tutakaoanza nao, umuhimu wa kipawa cha kunena kwa lugha. Nataka tuzungumze kidogo, tukumbushane umuhimu wa kipawa cha Roho Mtakatifu cha kunena kwa lugha. Nitazungumza kwa muktadha au kwa kanuni ya kimaandiko, lakini pale katikati nitazungumza kwa uzoefu wa Roho Mtakatifu niliyetembea naye na ninayetembea naye. Lakini mwishoni utajikagua, utajicheki, tuko wapi na Roho Mtakatifu katika kipawa cha kunena kwa lugha. Amen. Pastor Ndaki, Mungu akubariki sana, ni mchungaji ambaye amekuwa Nkinga muda mrefu, na kanisa la Nkinga ndipo pale nilipobatizwa pale Nkinga, Tabora, Igunga. Nimebatizwa pale, nimejazwa Roho Mtakatifu kwenye hilo kanisa, na nimemwona Mungu kwenye hilo kanisa. Mimi nimezaliwa huko, nimekulia huko, lakini sehemu mbili ya maisha yangu, pande mbili ya maisha yangu, nimezaliwa huko kwa maisha fulani mpaka elimu ile ya msingi nikamaliza, baadaye nikaenda Dar es Salaam. Kwa hiyo nimeishi Tabora, Igunga kwa miaka kadhaa, baadaye nimeishi Dar es Salaam kwa miaka kadhaa. Sasa kwa miaka kadhaa tena nitakuwepo hapa, na niko hapa Mwanza. Amen. Hallelujah. Okay. Twende namna hii sasa. Tunataka kuzungumza umuhimu wa kipawa cha kunena kwa lugha. Hiki ni kipawa kinachotolewa na Roho Mtakatifu mtu kumwezesha, kumvuvia na kumpa nguvu ya kuweza kuomba au kuhubiri au kuimba katika lugha mpya. Kanisa letu la Kipentekoste linaitwa Pentekoste. Na kwa nini linaitwa Pentekoste? Linachukua mambo yaliyofanyika katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2, namna ambavyo Mungu aliweka na alianza mfumo mpya wa kutembea na watu. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu anayetuwezesha kutupa neema ya kunena kwa lugha alianza na kanisa la kwanza. Na tunaposoma katika Agano la Kale au Agano la kwanza, tunamwona Roho Mtakatifu hafunuliwi sana, lakini toka uumbaji unaanza Roho Mtakatifu yupo. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 2 utamwona yuko pale. Na siku zote wasomi wa Biblia wanaposoma Biblia wanasema Agano la kwanza au Agano la Kale linazungumza mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu kupitia njia ya wokovu. Kwa hiyo ukiona mhubiri au nitakapokuwa nasoma kitabu cha Agano la Kale, unazungumzia tu mpango wa namna gani ambavyo Mungu anapanga mpango wa kuja kuniokoa mimi na wewe. Amen. Lakini ukisogea kidogo utazikuta injili 4. Hizi injili 4 zinazungumzia ule mpango na timia wa kumwokoa mwanadamu
Hizi injili 4 zinamfunua Yesu mwenyewe, ambaye ni Mungu ambaye amekuja kushughulika na maisha yangu na maisha yako kwa njia ya ukombozi. Hizi injili. Lakini ukisomea kidogo mbele, unapoisoma Biblia, hata mimi nitakapokuwa naisoma Biblia, nisikuache nyuma, utakutana na kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume. Hiki kitabu cha Matendo ya Mitume kinazungumzia historia ya kanisa ilivyoanza na uzirisho wa Mungu ambao Yesu aliuacha kwenye kanisa la kwanza. Kwa hiyo tunapokigusa kitabu cha Matendo ya Mitume, tutakigusa mahali fulani, kitatuonyesha namna kanisa la kwanza lilivyoanza. Wengine wanaita kanisa la mitume, wengine wanaita kanisa la kwanza, wengine wanaita kanisa la wanafunzi wa Yesu. Jinsi lilivyoanza na jinsi Mungu alivyotembea nalo. Lakini ukisomea mbele kidogo, utazikuta nyaraka za mitume. Paulo ana nyaraka kama 13 ziko pale. Hizo nyaraka zote unapokuta waraka wa Paulo, nyaraka za Paulo, nyaraka za Yohana, za Petro, nyaraka ambazo ziko kwenye Biblia zinazungumzia mafundisho juu ya kanisa ulimwenguni. Amen. Kwa hiyo mhubiri anapokwenda kwenye nyaraka, ujue hayo ni mafundisho ya kanisa lote ulimwenguni, kanisa lote ulimwenguni. Amen. Lakini mwishoni kabisa tunapokwenda kumalizia, unakikuta kitabu cha Ufunuo. Hiki kitabu cha Ufunuo kinazungumzia mwisho wa historia yote ya ulimwengu na ya mwanadamu. Amen. Kwa hiyo naomba kidogo tugusie, ingawa tulipita Bible school kidogo tugusie hivyo vitu, vinaweza kutusaidia hata kama unaingia kwenye kitabu fulani, unajua mhubiri hapa ameingia anga gani za Biblia, ameingia maeneo gani ya Biblia. Sasa nataka kuzungumza kwa habari ya kalama ya Roho Mtakatifu ya kunena kwa lugha. Katika Agano la Kale iligusiwa kidogo, si kwa upana sana, katika kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 mstari ule wa 28. Tunaona pale kuna roho anashushwa, kuna roho anamwagwa, kuna roho yuko pale anamwagwa. Tunaweza kuanza kama kwa kuweka msingi wa mahubiri au wa injili ya asubuhi ya leo. Hebu tuanzie hapo, tuone kama kuna msomaji amefika, anaweza kasoma mahali pale. Kama hakuna msomaji aliyefika, wote mnaandika, tunaweza tukasoma pale Yoeli sura ile ya 2 na ule mstari ule wa 28. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Haleluya. Mstari wa 30, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia. Tuishie hapo. Kwa hiyo mhubiri na mwinjilisti wa Agano la Kale anaitwa Yoeli alitabiri kushushwa au kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu anayesemwa hapo, Roho wa Mungu, alipomwagwa alikuja na vipawa na karama wa uzirisho wa kimungu kwa kila mtu. Amen. Kwa kila mtu. Sasa tumeona katika huu mpango wa wokovu wa mwanadamu kumweka sawa na kumwokoa na kumweka sawa na kutembea katika uzirisho wa Mungu. Nataka tusogee mbele kidogo. Huyu ni Yesu anazungumza na manabii. Huyu Mungu anazungumza na manabii kwa habari ya siku za mwisho. Sasa habari za siku za mwisho zimefika katika Kristo Yesu. Yesu anazungumza nini kwa habari ya Roho Mtakatifu?
Kitabu cha Marko sura ile ya 16. Kitabu cha Marko sura ya 16, tuone jambo la kwanza kabisa. Yesu anawasihi wanafunzi. Kwa mara ya kwanza kabisa anawasihi wanafunzi na kuwapa maelekezo. Kitabu kile cha Marko sura ile ya 16, tutasoma ule mstari ule wa 15. Waimbaji wameimba vizuri sana pale. Mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 17. Ndio. Ndio. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni mote. Mahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sawa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ndio. Siamini atahukumiwa. Ndio. Ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Ndio. Jina langu watatoa pepo. Ndio. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha nini? Kwa lugha mpya. 17 inaishia 17. Tutulie hapo. Mchakato wa kwanza kabisa, Yesu amekuja kuwatafuta wanafunzi wake, akawekeza neno lake ndani yao, akawekeza neno lake katika maisha yao, akawekeza uweza wake. Mafundisho yote ya mchana na usiku, mafundisho yote ya live na ya mfano, Yesu aliwekeza kwa wanafunzi wake. Lakini mwishoni anawaambia waende ulimwenguni mote, wakawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Na baada ya hao ambao wamefanywa wanafunzi wa Yesu, hawatafanywa tu kuwa wanafunzi, bali kuna kitu kitafanyika katika maisha yao. Amen. Hatufanyi tu kuwa wanafunzi wa Yesu ikaishia hapo. Huo wanafunzi wa Yesu na kumfuata Yesu, kuna mambo Yesu anayaagiza ndani ya wale ambao wamemfuata Yesu, ndani ya wale watu waliomwamini Yesu. Kuna mambo ya msingi yanafanyika ndani yao. Amen. Haleluya. Na mambo hayo ya msingi yanaandika anasema kwa jina langu watatoa nini? Kwa hiyo ajenda ya kutoa pepo, ajenda ya kuondoa nguvu za giza, ajenda ya kuondoa ufalme wa giza, sio ajenda iliyojificha na maalum sana, ni ya kila mshirika. Hiyo sio ajenda ya maaskofu, sio ajenda ya wainjilisti na wachungaji. Yaani mshirika yoyote aliyeokoka, ajenda yake ya kwanza anapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni nguvu ya nini? Ya kuharibu kazi za shetani na mamlaka ya shetani. Lakini ile nguvu inapotumika, ile nguvu inapofanyika, kunatakiwa kuwa na mwendelezo wa uwepo wa Mungu, wa nguvu ya Mungu, ya mamlaka ya Mungu. Hapa anasema kwamba na ishara hiyo ndani yake ya mtu aliyeokoka atakuwa na nini? Atakuwa na uwezo wa kalama ya kunena kwa lugha mpya. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu. Tumepoteza kalakana au tumepoteza kiwanda kikubwa sana tunapookoka tu na kuishia kulitaja jina la Yesu ya kwamba tumeokoka, tunampenda Yesu, bila kuwa na uzirisho wa kunena kwa lugha. Uzirisho wa kipawa cha kunena kwa lugha ni eneo ambalo linamfanya mtu kutengenezwa na kufanywa upya kila itwapo leo. Katika maisha ya Mkristo, eneo gumu, eneo zito, eneo maalum, eneo la kipekee, eneo ambalo sio la kawaida, eneo ambalo la kutembea viwango vingine, ni kuwa na roho na kipawa cha kujazwa na kunena kwa lugha. Nirudie tena kwa msisitizo. Wapentekoste waliookoka, wanaomwamini Yesu, waliobadilishwa maisha yao, wenye nguvu za Mungu, wenye mamlaka, wanaotembea na kujiamini, wanaotembea bila kubabaishwa na nguvu za giza, maeneo ya kazi, maeneo ya biashara, maeneo ya huduma, ni Pentekoste aliyejazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha.
Nina uzoefu, nitakwambia kwenye uzoefu. Zamani nakumbuka Wapentekoste walikuwa wanahubiri injili. Walikuwa wanahubiri injili, watu wakiokoka, wanafundishwa mafundisho ya ubatizo. Wakishafundishwa mafundisho ya ubatizo, siku wanaenda kubatizwa. Siku unaingia kisimani kubatizwa. Unapozamishwa tu hivi kwenye maji, unaibuka na kunena kwa lugha. Na ndio maana ibada zote za Wapentekoste waliokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, wanatembea na Roho Mtakatifu, kama wazee wetu kina Andrea Shimba, kama wazee wetu kina Noah Mkuki, kama wazee wetu wa zamani kina Alice Kapiga. Ulikuwa ukifika tu kwenye mlango wa kanisa, kama una mapepo na nguvu kanisa, pale huangaishi watu kukuombea, ni pale. Haleluya. Sasa kwa wakati tuliokuwa nao, bado hatujachelewa, hatujapoteza. Wako vijana wa miaka wa 2000 hapa, wako vijana wa miaka 90 hapa, wako vijana wamezaliwa juzi hapa, hawajui experience ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa neema ya Kristo leo Roho Mtakatifu anataka arejee kwa upya. Na Roho Mtakatifu akija, hakontrol tu masuala ya rohoni, anatambaa, anafungua mpaka kwenye biashara yako, anatambaa, anafungua mpaka kwenye ofisi yako, anatambaa, anafungua mpaka kwenye maeneo yako ya kazi. Kunena kwa lugha. Okay, asante. Sasa Yesu anawaambia hivi, na ishara hizi zitafuatana na waaminio. Yaani mimi wewe ukiniambia umeokoka, sihitaji kwenda kukuchunguza. Ishara zilizoko ndani yako, ishara tu iliyoko ndani yako, hizi zilizotajwa zinatosha kushuhudiwa. Huyu mama ni mtu wa Mungu, huyu baba ni mtu wa Mungu, huyu kijana ni mtu wa Mungu, hili kanisa ni la watu wa rohoni, ni watu wa Mungu. Zile ishara tu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja. Kwa hiyo hicho ndicho alichokiacha Yesu, akawaambia wanafunzi ishara ya kunena kwa lugha mpya. Kwa nini tunanena kwa lugha mpya? Maisha yetu na maisha ya wanafunzi walikuwa wamesikia habari nyingi sana kwa lugha mbalimbali. Walisikia habari kwa Kiarabu, walisikia habari kwa Kiunani, walisikia habari za Kiebrania, walisikia habari za walisikia habari nyingi, walisikia miungu mingi ili ya Kibabeli, miungu mingi ya Kiashuru, miungu mingi. Lakini pointi kubwa ambayo anaisema Yesu kwa wanafunzi, mtu anapomwamini Yesu na kuwa mwanafunzi wa Yesu, analeta lugha mpya ya kuwasiliana na Baba moja kwa moja. Haleluya. Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Watanena kwa lugha mpya. Nimeshuhudia kesi nyingi sana za kifamilia. Nimeshuhudia kesi nyingi sana za kiofisi. Nimeshuhudia migawanyiko mingi sana kwenye huduma. Ni kwa sababu gani? Engo na eneo la kunena kwa lugha watu wamelipuuza. Ile kalama ya kumtafuta Mungu na kunena kwa lugha na kuzama kwenye viwango vya rohoni, watu hawana muda nao. Tumekosa muda. Sasa tuende mbele kidogo. Hiyo ilikuwa ni Yesu analiwaambia watu watakaookoka, watu watakaoamini, watu watakaokuwa wanafunzi wa Yesu. Twende kwenye kitabu cha waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Korinto, sura ya 14. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 14. Kuna mistari michache tu tutasoma. Mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Wakati unafungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto, katika pita za kusoma vitabu vya kithiolojia, tunaposoma chuoni kule vitini,
nilikutana na kitini kimoja kikanielekeza kilipokuwa kinachambua kitabu cha Wakorinto. Unapokisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kinamaanisha nini? Kimebeba nini? Kile chote. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza kimebeba utajiri ulioko katika Kristo Yesu. Ukitaka kuondoka kwenye viwango, usiishi kwenye viwango vya kawaida vya kiroho, upande viwango vya juu vya kiroho. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza kimebeba utajiri ulio katika Kristo Yesu. Ukisoma kwa utulivu. Kwa sababu gani? Sura ya 12, sura ya 13 na sura ya 14 inazungumzia masuala ya Roho Mtakatifu juu ya vipawa na kalama. Hizi sura hakuna kwenye Biblia sehemu yoyote jambo la kiroho lililobeba sura zaidi ya 3. Roho Mtakatifu na kalama zake na utendaji wake katika kitabu cha waraka wa Korinto wa kwanza umezungumza sura 3. Zile zote ukizisoma ni Roho Mtakatifu, karama, vipawa. Roho Mtakatifu, karama, vipawa. Roho Mtakatifu, na hivyo vitu si vya kawaida. Vipawa vinavyozungumziwa hivyo kwa Wakorinto, huwezi kwenda sehemu kununua labda jiwe za uganga na vipawa na kalama vya uganga vya kununua. Huwa vidumu tunavyojua, lakini hivi ni vya milele. Amen. Ni vya milele. Sasa twende kidogo. Kuna vitu vitatu hapa ambavyo nitakwenda kuvizungumza katika hii sura. Kuanzia tu mstari wa kwanza na mstari ule wa mpaka mstari wa 4. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ufuateni upendo na kutaka sana kalama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuutubu. Maana yeye mpate kuutubu. Maana yeye, mstari wa 2, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini asema ya siri katika roho yake. Mstari wa 4, wa 3, bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Mstari wa 4, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Sasa hapa, wakati nasigisishwa kunena ujumbe, nilisigisishwa vitu vitatu vya muhimu vilivyoko hapa katika kalama ya kunena kwa lugha. Jambo la kwanza, kama unaandika mtataka kuzitaja, alafu nitaanza kutembea kwenye moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza, mtu anayenena kwa lugha anapata password au anapata kodi namba ya siri ya kuongea na Baba Mungu. Unaponena kwa lugha au unapomwona mtu yoyote amezama kwenye ibada yake ya peke yake, kwenye kusanyiko, ananena, anazama, ananena, yule kodi yake inasoma na Mungu aliyemuumba yeye na ulimwengu mzima, anaongea na Baba. Jambo la kwanza. Jambo la pili liko hapa ambalo nimeliandika. Mtu anaponena kwa lugha anaongea na Mungu mambo ya siri. Mambo ya siri. Lakini jambo la tatu, mtu anaponena kwa lugha au anapokuwa na kipawa cha kunena kwa lugha katika uvuvio wa Roho Mtakatifu, anajijenga nafsi yake. Haya mambo matatu ndio injili, ndio karakana, ndio mtambo wa kuzalisha kila kitu katika maisha ya mtu. Amen. Ndio maana mtu anapoingia kwenye maisha mapya ya kumwamini Kristo, Yesu mwenyewe akasema wale watu watakaoamini wataongea kwa lugha mpya. Maana yake nini? Ni lugha ambayo yawezekana
Mungu akakupelekea kuongea kama ilivyofanyika katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2, ukaongea, wewe ni Mnyakyusa, lakini ukajikuta Roho na kukamata kuongea Kiha. Hiyo ni moja wapo, ni lengo yake ya kufanya kazi. Lakini anasema utaongea kwa lugha mpya. Lugha mpya inaweza ikawa lugha si ya wanadamu duniani. Lugha mpya ambayo ni ya Mungu mwenyewe anayeifahamu na kuielewa. Sasa tumepoteza nguvu za Mungu, tumepoteza nyadhifa zetu, tumepoteza baraka zetu kwa sababu ya kukosekana kwa mambo haya matatu. Nilikuwa na vijana wawili pale Kiwalani, Dar es Salaam. Mmoja mpiga drums, mmoja mpiga keyboard. Nilikuwa naingia saa 12 kasoro jua kabla nijatoka. Tunaanza kumwabudu Mungu, tunaanza kuomba. Roho Mtakatifu anashuka, Roho Mtakatifu anashuka. Naimba nyimbo, ananitoa kwenye kuomba, ninaanza kuimba nyimbo za wokovu kwa kunena kwa lugha. Na nena kwa lugha, naimba. Vijana wameshika keyboard na drums, na wenyewe wanajazwa Roho Mtakatifu pale. Walikuwa ni wadogo tu, kama wanaopiga drums wadogo tu, wanajazwa Roho Mtakatifu, wanapiga, wanajazwa Roho Mtakatifu, wanapiga. Tulikuwa tunanena kwa lugha na kuimba kwa lugha karibia masaa 8, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 ibada inaanza. Wanakuta watu uwepo wa Mungu, Roho Mtakatifu ameshuka. Lakini maisha yangu ya kawaida yalikuwa na njaa sana. Pesa sina. Nafanya kazi kwa Wahindi. Wahindi wanakulipa hela ndogo na unafanya kazi kwa uaminifu. Nikisimama kuhubiri mtaani, ile timu yangu, nilikuwa kiongozi wa timu ya Injili. Tukiingia mtaani tunabeba speaker. Kuna wakati tulikuwa hatuna speaker. Tulikuwa tunaenda tu tunaimba. Wakati tunapita mtaani tunaimba. Ndani ya nyumba kama kuna mtu mwenye mapepo, yanalipuka mapepo, tunaanza kuitwa, njoeni, mapepo yanalipuka huku. Tulikuwa tukusanyi watu, njoeni msikilize neno. Tulikuwa tukianza kuimba tu tunapita barabarani, mapepo yenyewe yanaanza kusalimika, yanaanza kujisalimisha. Maisha yangu ya kimwili, ya kiuchumi magumu sana. Elimu yangu iko chini sana. Nikaanza kujiuliza, Bwana, mbona najiona kama nina hazina kubwa ya Roho Mtakatifu? Mbona najiona nina hazina kubwa, uwepo wako unatembea, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Mbona najiona uwepo wako mkubwa, lakini maisha yangu ya kiroho mbona yako chini, na hangaika, hata hela ya kula na hangaika. Maisha ikoje Mungu? Ikoje? Nafanya kazi kwa Wahindi, wanalipa mshahara mdogo. Lakini nikianza kuomba masaa 4-5, naomba huku naimba nyimbo za wokovu kwa kunena kwa lugha. Naimba uwepo wa Mungu mkubwa. Siku moja akaniambia Roho Mtakatifu, una nini mfukoni? Nikasema nina 10,000. Saa 12 asubuhi nimeingia kwa Muhindi, nimechukua gari, nimechukua bidhaa ambazo nazozipeleka. Nilikuwa na supply maji ya kunywa kwenye barozi, kwenye ubarozi, kwenye mabenki, kwenye nini, na supply maji, na tunafanya sales ya maji ya kunywa mazuri. Akaniambia asubuhi, una nini mfukoni mwako? Nikashika, nina 10,000. Ichukue hiyo 10,000. Nikaichukua kama mtu amekuja anasema na mimi, ichukue hiyo 10,000. Nikaichukua. Akaniambia nenda Shell kwenye kituo cha mafuta. Nikaenda. Nilipofika yule muuzaji nikamwambia naomba change ya 500. Nilipochukua change ya 500, baada ya kuchukua hiyo change 10,000, akaniambia nenda Mnazi Mmoja hospitalini. Nikaenda Mnazi Mmoja hospitalini. Nilipofika pale, yule mwangalizi asubuhi mapema, mwangalizi wa hospitali, nikamwambia na watafuta wagonjwa wanaoumwa kifua kikuu. Akaniambia ni wale pale wanamsubiri daktari. Nikaondoka. Nikaenda. Nikawakuta. Poleni sana, Yesu awaponye. Nikaingia mfukoni, nikampa 500 utakunywa chai.
utakunywa chai, utakunywa chai, utakunywa chai. Wakati mnaitoa hiyo pesa ya kuwabariki, kila mgonjwa aliyeko hapo yuko mahututi, wengine wameisha. Anasema huyu ndio mtu wa Mungu, huyu ndio aliyebarikiwa, huyu ndio tajiri. Wagonjwa wote wakanitabiria mambo makubwa. Nakumbuka zoezi hilo nalifanya. Tuna mkutano wa injili, tuko wainjilisti 7. Mimi ni kiongozi wao. Tumehubiri siku 6, hakuna hata aliyeokoka kwenye kanisa letu moja Buza. Halafu mimi namalizia kwenda kuhubiri. Siku 7 na wainjilisti wakishika maiki wanatandika kwa kweli. Lakini kila wakipiga hakuna mavuno. Zoezi hilo nikalifanya siku hiyo asubuhi. Mtu wa Mungu, kesho yake tunakwenda, asubuhi yake jioni yake nakwenda kufanya mkutano. Napanda mimi madhabahuni na hubiri injili. Waliokoka watu 14. Lakini kesi iko pale pale. Watu wanaokoka, watu wanaponywa. Maisha bankrupt. Baada ya wiki moja, mwasibu wa Kihindi ananiita. Ananiambia, Jacob, tumeona utendaji wako wa kazi sio wa kawaida. Tunakuongeza 5,000 kwenye mshahara wako. 5,000. Kumbe ndio Mungu alikuwa anafungua milango. Baada ya wiki moja kuisha, mwezi unaofuatia nikaenda kwenye hii kampuni. Hii kampuni ni special kwa ajili ya kuescort na kusafirisha pesa. Wanabeba pesa zako, wanazipeleka mahali sahihi. Wanachukua pesa benki kuu, wanazipeleka kwenye benki, kwenye matano. Ile napeleka maji, nafika pale, napeleka maji. Wale mafundi wa pale na wafanyakazi wa pale wananiambia, dogo, tunaona wewe ni driver mzuri sana. Hapa kuna madriver kama 4 wanahitajika wa kuendesha gari za kubeba hema. Ndio. Hivyo kwa hiyo kuna mtu yote anayefanyana naye, maana zile kazi tunakaguliwa sana. Kuna mtu yote anafanyana naye hapa. Nikasema mtu kuna mzee fulani nakaa naye mitaa ya Yombo. Yukoje? Yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Yule ni workshop manager. Ofisi yake ile pale. Nenda kamwambie. Nikaenda, agonga. Akaniambia vipi gani? Nasema mzee, mimi nataka kubadilisha taaluma. Nataka kubadilisha kampuni. Mimi driver. Nenda katoa vyeti vyako niletee nyumbani. Nikaenda kutoa vyeti. John nikampelekea nyumbani. Kesho yake anafika kazini, ananipigia simu. Bwana Jacob, njoo fanya interview. Nafika, naenda kufanya interview. Yule anayewafanyia interview test akaniambia, ingia kwenye gari. Nikaingia. Weka reverse, nikaweka. Toa gari, nikatoa. Nafika kama pale, ananiambia wewe nani amekuleta? Nikamwambia workshop manager fulani. Nikataja tu jina fulani. Yule ni boss wangu, wewe ni driver. Sitaki kutest. Turudi. Nimeenda kutestiwa tarehe 6, tarehe 8 napewa mkataba wa kufanya kazi. Kumbuka, unapopata nafasi ya kujazwa kipawa cha Roho Mtakatifu na ukawa na muda na Mungu wa kumwabudu, wa kuomba, wa kutoa katika roho na kweli, hutakuwa na maisha ya kawaida. Amen. Najaza mkataba kwa mara ya kwanza, na ujaza ule mkataba, kesho yake napewa gari. Ninaenda mjini, nazungukia benki kadhaa. Niliporudi, watu wakaleta CV. Watu wakaleta CV, wakaleta sifa. Wakasema jamani, haijawahi kutokea kumpata driver kama huyu. Huyu driver anatakiwa apelekwe eneo maalum. Huyu driver anatakiwa afanye kazi sehemu maalum. Wakanituma. Nikakabidhiwa gari inayofanya kazi benki kuu na airport. Nimefanya kazi kwenye ile benki kuu ya Tanzania
miaka 12 nabeba dola napeleka airport, zinasafiri kwenda nje. Sijui kama unanielewa. Angalia nilikotoka. Kipawa, Mungu akikupa neema ukapata kipawa cha kunena kwa lugha, kipawa cha kukaa magotini na kumlilia Mungu kwenye lugha sio ya Kisukuma, lugha sio ya Kinyamwezi, lugha sio ya Kia, kunena kwa lugha katika viwango, mahali popote wewe utakuwa ni nuru isiyozimishwa. Siku moja ninaingia benki kuu kwa mara ya kwanza. Nimetoka kwenye msoto, mshahara mdogo wa Wahindi, ninaingizwa kule. Tunakwenda na benki moja ya CRDB, tunakwenda na benki moja ya NMB. Tunaingia mle, ninapewa maboksi zaidi ya 30. Mimi mwenyewe nashika pesa na peki, naweka pekini. Kwani Mungu mimi mwenyewe naweka hizi milioni 10? Mungu mimi mwenyewe naweka. Mungu mimi mwenyewe umenileta hapa kwa nini? Nikaanza kunena kwa lugha, naimba, na nena kwa lugha, naomba, na mshukuru Mungu, na mwazimisha Mungu huku, napanga maboksi. Nikaweka kwenye gari. Na yabeba maboksi ya mamilioni ya pesa, napeleka kwenye benki. Mwisho wa mwezi ulipofika, napokea mshahara. Nilihesabu mshahara mpaka nikachoka. Kule kwa Wahindi kila nikiweka maji macho anga inakauka. Haziishi tu. Kule nilikuwa nahesabu 100,000 tu na 5,000 inaishia hapo. Lakini nilipoingia kule, Bwana aliponipeleka kule, nikashuti. Tunapopata Roho Mtakatifu anakuwezesha kunena kwa lugha, anakufanya unakuwa chemichemi. Ile chemichemi, kama kulikuwa na ukame kwenye maisha ya kiroho, kama kulikuwa na ukame kwenye maisha ya kiuchumi, kama kulikuwa na ukame kwenye maisha ya kiafya, unapopata Roho Mtakatifu ana sifa 3. Tumesoma kwenye Wakorintho. Sifa ya kwanza, anakupa uwezo wa kuongea na Mungu. Unaongea na Mungu. Hauongei na nabii, hauongei na askofu, hauongei na baba, unaongea na Mungu. Nampenda Roho Mtakatifu kwa sababu watu wakikubalia, una nafasi ya kuongea na Mungu. Watu wakikukataa, una nafasi ya kuongea na Mungu. Kuna mahali wamekuonea sana, kuna mahali umeteseka sana, kuna mahali umeumizwa sana. Acha kupiga kelele nao, acha kugombana nao, acha kupigana vita nao. Tafuta nafasi ya kuongea na Mungu. Nataka utoke hapo ulipo. Utoke hapo ulipo. Utoke hapo ulipo. Nalionea wivu kanisa la Pentekoste. Nalionea wivu sana vijana wa leo. Hawana nguvu ya kuongea na Mungu. Nguvu zimepotea. Anakumusha. Bravo Sakrima. Ya Nasira. Unapita kwenye pito gani? Unapita kwenye pito gani? Unapita kwenye changamoto gani? Unapita kwenye uzito gani? Ongea naye. Atakumbusha. Yako mambo ya siri mengi. Yako mambo ya siri mengi. Daktari ameshindwa kutatua. Asante Yesu.
Asante Yesu. Asante Yesu. Hudumia watu wako Yesu. Hudumia watu wako Yesu. Hudumia watu wako Yesu. Roho Mtakatifu, hudumia watu wako. Hudumia watu wako Roho Mtakatifu. Waponye majeraha, waponye maumivu, waponye walipoumizwa, waponye walipojeruhiwa, waponye katika jina la Yesu Kristo. Waponye watu wako, wavushe mahali ambapo wameshindwa kuvuka, wavushe mahali ambapo pameshindikana. Rama shekelema, rakasaka lema shekele. Asante Yesu. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Tunaweka chache za kuomba. Tunaweka chache za kuomba. Naomba tuombe pamoja. Wakati waimbaji wanaabudu, wewe kama unaendelea kuomba, endelea kuomba. Wewe utakayezikia kwenye kuabudu, endelea kuabudu. Halafu tutamwomba Mungu kule chini. Mwishoni tutamwomba Mungu. Tumwazilishe Bwana. Yuko hapa. Yuko hapa. Abudu kwa uaminifu tu. Anatuhudumia leo. Anatuhudumia leo. Unaponena kwa wimbo unaumia leo. Tena mambo ya siri. Tena unajijenga nafsi yako. Anaimarisha nafsi yako. Anaimarisha maisha yako. Abudu kwa uaminifu tu. Yeko shaka. Yeko shaka. Yeko shaka. Yeko shaka. Yeko shaka. Asante pokea. 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 Kwa viwango vya rohoni. Pokea kwa viwango vya rohoni. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Pokea sifa milele. Vamos! Nisikilize sasa. Asante. Ukiwa umeinamisha kichwa chako na nyuso yako chini, nataka kuomba na watu ambao wanamhitaji Yesu kwa upya. Hatuwezi kupokea na usirisho wa kipawa cha Roho Mtakatifu kama hujapatana na Yesu wako. Nataka kuomba na watu ambao wanataka kupatana na Yesu. Lakini nataka kuomba na watu wenye changamoto mbalimbali. Changamoto ya magonjwa, changamoto ya mapito mazito, changamoto wanapopita
nataka kuomba nawe. Na yeye yuko hapa. Ninazo shuhuda nyingi. Pastor na watumishi wa Mungu, twende kuomba kwa ajili ya watu hawa. Naomba utulie. Kama umekuja hapa kutubu dhambi na kupatana na Yesu, naomba useme maneno haya. Bwana Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Nimejitambua ya kwamba ni mkosaji. Siwezi kujiokoa mwenyewe. Naomba msaada wa Roho wako Mtakatifu aingie ndani yangu, alitakase, alisafishe, afute uovu wangu. Bwana Yesu, asante kwa kunikubali. Kaa ndani yangu, unipe nguvu ya kushinda dhambi. Bwana Yesu, nakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nakupenda Yesu. Asante Yesu kuniokoa. Kuanzia leo maisha yangu nayatoa kwako. Namkataa shetani na kazi zake zote katika maisha yangu. Neno lako linasema, tazama, mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu, naanza upya na wewe. Naanza upya na familia yangu. Naanza upya na huduma yangu. Naanza upya kwenye kila kitu. Katika kutoa kwangu, naanza upya. Kuomba kwangu, naanza upya. Maisha yangu, naanza upya. Natangaza msamaha kwa wale walionikosea na wale niliowakosea. Natangaza kusamehe. Nasamehe familia yangu. Nasamehe kila mahali katika jina la Yesu.